Katika siku hizi kuna mambo mawili muhimu sana kama Muislamu najihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu tuyafanye kabla hazijaondoka na kumalizika siku hizi. Mnatambua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku 10 hizi kana yuhyi laylahu wa yuqidhu ahlahu wa yashuddu mizarahu. Iliyosimuliwa katika hadithi na mama yetu mama Aisha kwamba lilikuwa likiingia 10 la mwisho alikuwa akiamsha watu wa nyumbani kwake, alikuwa akikesha usiku kwa kufanya ibada, na alikuwa kijitahidi tofauti na alivyokuwa kijitahidi katika siku 20 zilizopita. Lakini pia alikuwa akikaa itikafu kwa ajili ya ibada, hatoki labda kwa dharura isiyopingika sana mpaka kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo mawili ambayo tunatakiwa tuyafanye mbali na kuzingatia hadithi hii ya bwana Mtume ni kuzidisha juhudi na ibada katika siku 10 hizi. Kama ulikuwa ukimtaja Mwenyezi Mungu kwa kiasi fulani, unatakiwa uzidishe katika siku 10 hizi. Kama ulikuwa ukitasaddaq, kama ulikuwa ukiftarisha, kama ulikuwa ukisoma Qur'an, kama kuna ibada aina yoyote ulidhamiria kuifanya katika mwezi wa Ramadhani, basi katika siku 10 hizi uwe unaifanya maradufu, na kuzingatia kwamba ni siku za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuitafute ile Lailatul Qadri ambayo Mtume anasema man hurima khairaha faqad hurima. Jambo la pili ambalo tunapaswa kulifanya ni kuisindikiza Ramadhani kwa uchamungu na kuzingatia kwamba mimi ni mja dhaifu, sijui kama nitakuwepo katika Ramadhani itakayofuata, sijui kama nitakuwa hai. Al-a'maru kulluha biyadillah. Na mimi na wewe tumeona mifano mengi ambayo ndugu zetu tulokuwa nao katika mwaka uliopita hatukuwa nao katika Ramadhani hii, na wengine tumeanza nao Ramadhani lakini wametuacha njiani, tumeenda kuwazika. Sisi bado tupo, tumuombe Allah tuitimize Ramadhani hii kwa ukamilifu wake. Jambo lingine ambalo napenda kuwahusia ndugu zangu baada ya mambo mawili haya ambayo ndo current affairs, ndio mambo ambayo tuko nayo sasa nusba ayunina, na wahusia kutoacha dhikri ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakati, hususan asubuhi na jioni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran, enyi mlioamini mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi, kwa sana. Ukifikiria hii maana kwa wingi, kathiran, inamaanisha nini hasa? Utamtaja vipi Mwenyezi Mungu mpaka iwe umemtaja kwa wingi? Aqiba salawat kuna dhikri, aqiba siyam kuna dhikri, fa idha qadaytum manasikakum kuna dhikri, idi kuna dhikri. Baada ya ibada zote kubwa kubwa unaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka umtaje Mwenyezi Mungu. Ukichunguza sana utakuta kila baada ya jambo kubwa zito lenye uzito na thamani kubwa, mwisho wake unaambiwa umtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona ukimaliza kuswali tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Hizi ni dhikri zinazokuja baada ya salawat. Hii baada ya funga ambayo tunafunga, Allah anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محل الشاهد لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. بعد kukamilisha عدة na kumkabir na mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyotuongoza. Ukija tu ukisikia mwezi umeandama, kesho al-Eid utasikia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dhikri. Baada ya kufunga dhikri, ukienda Makkah kuhiji, ndo aya iliyoisema fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra udhkurullaha kathira. Ukimaliza kuna aya nyingine zinatuita ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ثم ماذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Pia sio kwamba umeshamaliza kuswali imemalizika. Anasema fantashiru fil ard ibtaghu min fadlillah iltamisu fadlallah min arzaqihi wa ni'amihi kulu min tayyibat ma razaqnakum lakin la tansaw dhikra Allah. Msisahau hata huko mnakokwenda, hata ni marikiti unauza unanunua, hapo sokoni ukiingia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kukipambaukia أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. Ikija usiku vile vile amsayna wa amsal mulku lillah. Kila unapofanya mambo yako dhikrullah niwe ni jirani yako kila pahali. ولذلك كان رسولنا الحبيب يذكر الله في كل أحيانه كما أخبرت بذلك أمنا أم المؤمنين. mtume alikuwa kila wakati wake wote anaufanya ni wakati wa dhikrillah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kisa ni mansub kwa Imam Ahmad, wengine wanakinasibisha kwa bwana mmoja alikuwa mcha Mungu akiitwa Ibrahim ibn Adhamin. Wanasema kuna wakati alikwenda zake masjid kwenda kusali usiku, wakati yeye ni mgeni. Usiku ulipofika akasali salatu al-isha katika msikiti ule, wakati ni mgeni hana kwa kwenda, akaona alale msikitini. Wakati amelala, mchungaji anayechunga msikiti pale akamwambia turuhusu watu kulala huko, inabidi utoke. Akamwambia mimi mgeni hapa, sina pa kwenda, pahala pangu sahihi ni kulala katika nyumba ya Allah. Akamwambia hapana, hapa sisi haturuhusu watu kulala. Bwana mimi nitalala wapi mgeni wa Mungu? Akamwambia kama utoki tutakufurusha kwa lazima. Akamburura mpaka nje ya msikiti, akamtoa. Wakati amemtoa yule mwana akawa anatembea anatafuta pahala pa kujistiri. Muda akapita mtu akamwona ni mtu ambaye alama ya mwili au lugha ya mwili inaonekana ni mtu hana pa kwenda. Na hizi ni lugha wanaita body language. Waislamu lazima tuzione katika hali za kuwasaidia wenzetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna siku alimuona Abu Huraira amesimama njiani. Kumbe Abu Huraira pale aliposimama alikuwa anatamani apite mtu amchukue nyumbani kwake kwenda kula. Hawa ni ashabu sufa, walikuwa wanategemea mtume akipata kitu awagaie na wao. Kapita Abu Bakar akamuuliza aya fulani inasemaje? Akamwambia Abu Huraira hivi 1 2 3. Basi akamwacha pale. Lengo lake sio kujua ile aya, lengo lake baada ya tafsiri atamwambia twende nyumbani leo, mchana mwema utakuwa kwangu. Lakini akamwacha pale. Umar akapita akamwacha pale. Mtume alipopita akaiona lugha ya mwili ya Abu Huraira akafahamu. Akamwambia Bahir alhiq, twende. Leo unaweza kumuona mtu hivyo mtaani kwako, msikitini kwako, anageuka huko anatazama huko, angalau ile kusema maneno yanasema na mwili unasema, mwambie leo unaonekana huna futari wewe, chukua franka 10,000 utakula futari.
Yani usitake mpaka mtu aseme, usisubiri mpaka mtu akuambie. Na hata pia mtu akikuambie, mpe kadiri ya uwezo wako. Naam, al-Imam al-Layth ibn Sa'd, imamu wa Masri, alikuwa ni alim na alikuwa ni tajiri, na mali yake yote alikuwa akitoa kwa ajili ya ulama ili waweze kufanya kutafaragh, kuelimisha watu. Miongoni mwa siku alikuja mama anaomba asali, na alikuwa ni mfanyi biashara wa asali. Yule mama akaomba asali kidogo, anasema waladi marid ishtaha asalan, mwanangu anataka asali, mgonjwa, ni kichupa kidogo tu nitilie. Akampa 120 ritlan min al-asal, yani zaidi ya kilogram 60. Yeye alitaka half liter, kampa kilogram 60 zaidi. Akamwambia, mbona umempa nyingi hizi? Anasema mama ameomba kwa kadiri ya uwezo wake, na sisi tumetoa kwa kadiri ya uwezo wetu. Yani wewe ukiwa na uwezo zaidi ya ule mtu aliyotaka, usimfanyie ubakhili. Allah anapodeal na sisi anasema inma yuwaffa ajrahum bighairi hisab, bila ya hisab maalum. Sasa mwenzako anakuambia, bwana nimetoka Kibenga, sina nauli ya kurudia ya daladala, naomba 500. Basi wewe unafungua pochi lako limejaa 10,000, 5,000, unaitafuta kweli ile 500 ndo unaitafuta, unachakura kweli kweli. Alafu mwisho bwana 500 sioni, na alafu unamuonesha bunda ile 500 uliyotaka bwana haimo. Basi wewe ujui ukarimu unavyokuwa. Mkarimu siku zote anatoa zaidi kuliko kile alichoombwa. Layth ibn Sa'd ametoa zaidi ya hicho. Amefahamu huyu bwana mwanamke huyu anahitaji, ni mtu maskini fukara, toa zaidi ya hicho. Miongoni mwa habari nzuri za huyu bwana, wanasema hakutoa zaka hata mara moja, pamoja na utajiri wake wote. Utashangaa mtu tajiri kama hivi alafu atoe zaka, kwa sababu zaka ina shuruti zake. Lazima mali uliyokuwa nayo iwe imefika nisab, na iwe hala alaihi alhaul. Anasema mali ya huyu bwana ilikuwa haifiki nisab wala haifiki na masharti ya zaka, kwa sababu kila wakati alikuwa anatoa, kila siku alikuwa anatoa, haifiki anasema ma wajabat alayhi zaka qattu. Mnamsikia Imam Malik alikuwa hali yake ni maisur, nilikuwa ni ghani, ni alim lakini ghani. Sema mali nyingi alikuwa anapata Imam Malik kutoka kwa Layth ibn Sa'd. Anasema siku moja alikuja nyumbani kwake Malik ibn Anas, akampa sahani ya tende. Imam Layth yeye alipokula tende akarudisha kwa darahim za dhahabu ndani ya sahani, ka replace. Kwa hiyo unatakiwa ujue hali za watu kwa kuwatizama. Tumekwambia Abu Huraira, alhiq, njoo twende, na ameondoka naye, amekwenda naye kumlisha, kunywa maziwa yale, kisa maarufu. Kwa hiyo sisi katika hali kama hizi, ndugu zangu, unapokuwa umepata nafasi, itumie vizuri katika dhikrillah, asubuhi na jioni, mapema, usiku. Ulimwengu sio wetu. Kijua kwamba yuko ndugu yako Muislamu ana matatizo yoyote ya hali yoyote ya maradhi, nenda kamuombee dua hii. Na hii ni zawadi special kwa watu ambao wanauguza majumbani mwao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min muslimin yaudu maridan fayaqulu, hakuna muislamu yoyote atakwenda kumzuru mgonjwa akayasema maneno haya wakati wa kumzuru kwake, as'alullah alazima rabbal arshil azim an yashfiyaka 7 marrat ma lam yahdhur ajalahu au ma lam yahdhur ajaluhu illa ufi. Ikiwa mtu yule wakati wake wa kufa bado ajali yake haijafika, ukimwombea dua hii mara 7 atapona. Ufi yani atapoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia hii ni dua ya kuwaponya wagonjwa wetu, na sote tuna wagonjwa majumbani.
asiye na hili ana lile. Na sisi wenyewe pia ni wagonjwa, tujiombee dua hizi dua ni muhimu sana, kwa sababu ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, Mwenyezi Mungu asingejali chochote kama si dua zenu. Dua ni ibada. Ad-du'a huwa al-ibada, ad-du'a mukhu al-ibada. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Hizi zote zinaonyesha umuhimu wa kitu kinachoitwa dua. Kwa hiyo ukienda ukimwona mgonjwa wako, weka mkono wako pahala panapokuwa na maumivu yake, afu muombee dua. Na dua za kumwombea mgonjwa ni nyingi. Allahumma shfihi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman bismillah yarqiq wallahu yashfik min kulli bala'in yudhik. Zote ni ad'iya maathura ambazo unafika sio unakwenda kumuona mgonjwa unamtizama kuanzia mwanzo umeingia mpaka mwisho alafu unaondoka zako bila kumwachia zawadi hizi. Au umeenda na bado unamtisha, unaumwa nini, una malaria, kama utafikisha siku 3 bahati yako uko mbele ya mgonjwa. Yani kuna watu wengine sijui wanafikiria na fikra gani, yuko mbele ya mgonjwa na bado anamtisha, wana kama umepata maradhi hayo, mimi nakupa pole mapema kabla hujaondoka duniani, kwa sababu wenzako wote niliowahi kusikia wamepata maradhi hayo walikuwa wanaondoka mmoja. Sasa unajua katika watu wanaotaka faraja ni wagonjwa, watu wanaohitaji huruma ni wagonjwa. Na ndio maana daktari anapokuwa mzuri, anafahamu kazi yake na miko yake, unapokwenda kwake tu hata bila ya kukupima kwanza wala kukupa dawa, wewe utaona kama umeshapona kutokana na laini lugha anayokupa na matumaini anayokupa na namna anavyokuhandle. Na hivyo ndivyo Waislamu walitakiwa wao, lakini sio kupeana, kutishana. Mtume anasema yasiru wala tuasiru wabashiru wala tunaffiru, wapeni watu habari njema, wafanyeni watu wepesi, msiwakimbize watu, msiwafukuze watu, hususan katika hii dini. Minkum almunaffirin, wapo miongoni mwenu wanaowakimbiza watu katika dini. Leo ulimwengu wa Kiislamu, kama hamjui ndugu zangu, kuna wimbi kubwa sana la ilhad. Lipo wimbi kubwa sana la watu kutoka katika dini, kutanasar au kwenda katika ilhad, kusema hakuna Mungu. Na natija nyingi wanachuoni wetu wamefanya observation, baadhi yake zinatokana na wale ad'iya ambao wamo ndani ya dini, wazungumzaji, maduati wanaotoa da'wa na kufanya Uislamu kama ni ngumu, ni dini ambayo haivumiliki, haibebeki, huwezi ukaishi ukiwa Muislamu. Wanakatisha watu tamaa, yani wanaizungumza dini sivyo alivyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mifano iko mingi. Unapokwenda unamuona ndugu yako anaumwa, ni sunna kwenda kumfanyia ziara na kumzuru. Hizi ni haki. Mtume anatuambia haqqul muslim ala almuslim 5 wa fi riwaya 6. Haki 6 anazo yule. Anapokupa salamu muitikie, mrudishie, raddu salam, ijabatu da'wa. Anapokualika nenda, tashmitul atis, akipiga chafi akisema alhamdulillah mwambie yarhamuka Allah, iyadatul marid. Anapokuwa mgonjwa kamkague, anapokufa mfuate jeneza lake. Wa idha stansahaka fansahahu. Sijui kama hizi haki 6 kuanzia umeamka ipi umeitekeleza. Raddu salam, kurudisha salamu, ijabatu da'wa, kuitikia mwito tunakualika. Maadamu hakuna la haram katika mialiko, itikia. Usipofanya hivyo faqad asaita abul qasim. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema man du'iya ila ursin au nahwi falyujib, anaitwa arusini au pala popote pengine aitikie, aende. Hii ni haki. Na ndugu yako Muislamu kama hajaja, na wewe usimfikirie vibaya. Dhunnu bil mu'minina khairan iltamisu li ikhwanikum udhran. Nimemwalika Sheikh Nabati kwenye harusi ya mwanangu, kwenye nikaha ya mwanangu, lakini hajaja.
mimi najua kwa sababu ananiona mimi maskini, ndio maana hata nikimwalika hataki kuja. Mama fulani nimemwalika leo nyumbani kwangu na wageni aje anisaidie, hakuja. Angealikwa na mama fulani angeenda, kwa sababu yule anamuona ana uwezo, mimi sina. Yani hivyo vitu vipo sana katika jamii yetu, bila ya kumtafutia mwenzako udhur kwamba fulani nimemwambia lakini simuoni. Itakuwa amepata sababu za ghafla, amekuwa mgonjwa, labda kuna tari yoyote, emergency imetokea, hala bainahu wa baina maw'idina. Hii ni Muislamu anapotakiwa awe. Kama vile Mtume alivyouliza, mbona simuoni Ka'b ibn Malik wakati ametoka katika vita vya Tabuk? Bwana mmoja akasema kibri tu kimemfanya asitoke na kujiona kwake. Lakini Muadh ibn Jabal akasema wallahi la na'lamu fihi illa khairan, huyu ni mtu si tunamjua, hakuna baya lolote tunalolijua. Yani hawa wametufundisha Uislamu, kama ingelikuwa implementation yake, yani tatbiki yake ni according kama walivyokuwa wametufundisha wao na Bwana Mtume, leo tungekuwa tunaishi vizuri sana. Ukiona mizozo yote ya Waislamu wao kwa wao, ahlul qibla moja wanazozana, ujue kuna khalal katika utekelezaji wa Uislamu wenyewe. Ujue kuna kosa pahala fulani, tunakwenda ndivyo sivyo Uislamu wetu bado. Amekuwa mgonjwa, kamzuru, tena muombe na dua. Na yeye mwenye kupata maradhi naye anajua Mungu ananionja. Anasema mmoja katika wenye hekima, almaradhu, maradhi haya tunayopata, asgharu risalatin, ni risala ndogo mno, ni barua, ni message kutoka kwa Allah, tu'limuka annaka dhaif. Message ya kuja kukujulisha wewe kwamba wewe ni mtu mmoja dhaifu sana binadamu. Kwa hiyo ndani yake usitakabbar, ndani yake usijione. Message usijipe, usidharau wengine. Yani kama tunatasarraf na hizi ibtilaat ambazo Allah anatupa, tungetoka sisi ni watu wengine quality kabisa, kwa vile vile vitu ambavyo Allah anatuonja navyo. Basi ukishapata maradhi tu ukijua kwamba kwa nini Mungu amenipa maradhi haya, kunishtua. Ingelikuwa watu hawaumwi kabisa, ingekuwa hatari. Yani we kutokea ulivyozaliwa na mamako hujui kuumwa, hujui njaa, hujui shida, hujui matatizo, ingekuwa tabu. Na haya maisha mara nyingine tunayoona mazuri ni kwa sababu ya shida ambazo tumepata kabla yake. Sahibi yangu ananipa sana msemo huu, anasema Warundi wa zamani walikuwa wakisema chakula sio tamu, njaa ndio tamu. Nikamuuliza fafanua kwa nini, anasema na kama sio njaa, kile chakula unachokula usingekiona tamu. Unakiona tamu kwa sababu ulikuwa na njaa. Kwa hiyo sasa njaa ndio tamu au kile chakula? Bidalili kwamba ukisha shiba, ile pilau, ile biriani, ile tu nyingine, bwana unataka kuniua, unaambia basi. Sasa kumbe sio chakula tamu, njaa ndio ilikuwa tamu. Hii misukosuko hii, Allah anasema idha ahabba Allahu qauman ibtalahu. Unaweza ukamwona mtu anaumwa, ana maradhi, ni mgonjwa, lakini wewe uliye mzima ukamhurumia yule, kumbe wewe mzima ndio unahitaji kuhurumiwa, wewe ndio mgonjwa, yule wala si mgonjwa. Kwa jinsi alivyopokea na kusalim amri juu ya kile kitendo. Ndio yule bwana aliyemwona mtu kipofu, ameparalyze, mgonjwa, kila aina maradhi, lakini alikuwa akisema alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtala bihi kathiran min khalqihi, namshukuru Allah ambaye ameniepusha na matatizo mengi aliyewapa waja wake. Hasa kimtizama ni kipofu, mguu imeparalyze, mikono imeparalyze, anamwambia wewe umeepushwa na matatizo gani? Mbona matatizo yote unayo wewe? Akasema a'tani lisanan dhakiran wa qalban shakiran wa badanan ala albala'i sabiran. Allah amenipa moyo wenye kuvumilia na kusubiri na kumtambua, na ulimi wenye kumtaja kila wakati, na mwili wenye kuhimili misukosuko. Akasema kweli wewe si mgonjwa, mgonjwa mimi nisiyeyatambua hayo. Unaweza ukaona watu ukasema maskini, kam min ghaniyin wa huwa faqir, wa kam min faqir lakinahu ghani.
tajiri, lakini ukamwona huyu sio tajiri, huyu ndo maskini wa kutupwa, lakini maskini lakini kwa hali yake ukasema huyu bwana sio maskini, huyu ni tajiri. Na ndio maana mifano kama hiyo katika Qur'ani iko mingi. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Nyinyi mnazungumzia upofu. Upofu ni wa nyoyo, sio wa macho. Unawezekana mtu ukawa unaona lakini huoni, lakini ikawa unaonekana kwamba huoni lakini ukawa unaona kwa basira. Ndio maana nikasema qulubu al-awliya laha basair tara ma la yura lin-nadhirina wa ajnihatun tatiru bila rishin ila malakuti rabbil alamin. Sasa utasikia mtu ni kipofu lakini kahifadhi Qur'ani yote, wewe juzu amma tu imekushinda. Sasa wewe na yeye nani kipofu? Yeye ni mufti au ni mtu ni usuli, ni faqihi, ni alim, kasoma vipi wakati haoni? Kajitahidi mpaka kafikia hapa. Wewe pamoja na afya yako nzuri na mwili wako mzuri na fikra zako, lakini hujanufaisha ndugu zako kwa kitu chochote kingine. Kwa hiyo ndugu zangu, ulimwengu huu si ulimwengu mzuri sana. Kuna hasad, kuna hikdi, kuna sihri, kuna chuki aina mbalimbali, tena za majini na watu. Usiishi hivi hivi, unatakiwa uishi kwa kujikinga. Na hizi dua tulizosoma nyingi tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa akitufundisha. Sasa Mtume yeye Allah amwambia wallahu ya'simuka minan nas, Allah atakukinga, lakini alikuwa hatoki mpaka kwa dua. Na wanasema wenyewe kana idha khafa an-nas qala allahumma inna na'udhu bika min shururihim wa naj'aluka fi nuhurihim. Katika dua zake Mtume, allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Kwa nini Mtume anasoma dua? Anachukua wajukuu zake, anasema u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Anawapa ruqya watoto wake. Kwa nini anasoma baada ya kuweka viganja vyake almuawidhatain, qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, alafu anapangusa mwili wake mzima wote, anajikinga na shari. Ni muoga Mtume, anaogopa. Ni kutufundisha sisi kwamba kuna shari nyingi sana zinatunyemelea, shari za majini mbali na shari za binadamu wenzako. Kuna wenzako wakikuona nyumba yako umetia bati, wao wanaumwa, wanaugua mpaka anaanguka, anapoteza fahamu, anaenda kutiwa drip kwa sababu imekuwaje, mimi sikupenda yule afanye maendeleo kama yale. Umepata kazi, umepata mke, mtoto wako ameposwa, yeye anaharibikiwa huko, anaumia katika roho yake. Hivi vitu vyote hivi vitaondoka ikiwa utajipeleka katika insurance ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye atakukinga kutokamana na kila bala. Zote hizi dawa yake ni dhikri. Maradhi ni dhikri, maradhi ya ndani na ya nje ni dhikri, maisha magumu ni dhikri. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghith, ni dhikri ambazo ni zenye kuondoa makruh na kurubat zozote. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Hii dua ukiwa na kero zozote, majekejeke yoyote, bughudha zozote, mazonge yoyote, isome, itaondoka. Na dua nyingine ni ayat katika Qur'an, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dua ya Dhunnun, unapoiomba uko katika bala, shida zozote, Allah subhanahu wa ta'ala anakufarij hami hiyo. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Mtu hajapata mtoto, ameoa na miaka 10 20 hajapata mtoto, aombe dua hiyo kama alivyoomba Nabii Zakaria, unapata riziki ya mtoto. Mbali na kwamba ni thabitun uradi huu katika kitabu cha Allah, bali ni mujarrab. Kuna vitu vingine ni katika mujarrabat. Hii sio mujarrab tu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi ameteremshiwa. Fanajjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin. Famadha tantadhir ayuha al-muslim? Unasubiri nini? Dhiki unazo,
tabu unazo, maradhi unayo, matatizo unayo, lakini mbona hutaki kuomba? Silaha unazo, hutaki kuzitumia. Wakati unao unapotea bure, na unawaambia hasa watu, bwana naenda kupoteza wakati kidogo, wacha nikaue wakati kidogo. Alwaqtu kasayf ma lam taqta'hu qata'ak, wakati ni sawa na upanga, kama hujaukata utakukata wewe. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikiliza na kufuata, atujalie katika 10 hili la mwisho ni wale ambao watakaoingia katika utaqa minan nar, ni wale ambao watakaoingia katika msamaha wa Allah, ni wale ambao watakaoingia katika kuiona Lailatul Qadr, ni wale ambao watakaofaidika na Ramadhan ikawa ni yenye kuondoka, ni shahidan lahum. Lakini isiwe katika wale ambao Ramadhan dakhala thumma insalakha wa lam yughfar lah. Allah situjalie miongoni mwa hao. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.